Engineer Seif kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini mimi kama mbunge nimefanya kikao naye zaidi ya mara mbili, na kuna mambo ambayo tuliahidi kwenye kampeni tayari tutaenda kuanza kuyaona katika bajeti ijayo. La kwanza, Mheshimiwa Mstahiki, ni taa za barabarani. Tumekubaliana na Engineer Seif kwamba katika bajeti hii TARURA watarekebisha kwanza taa zote za barabarani ambazo hazifanyi vizuri kwenye mji wetu wa Mpanda. Kwa hiyo kutakuwa na matengenezo, bajeti ya matengenezo ya taa za barabarani zile ambazo haziwaki, kuzirudisha kwenye hali yake, na hilo tumekubaliana na naamini mtu wa TARURA analifahamu hilo. Lakini la pili tulilokubaliana ni kwanza sasa kujenga taa mpya kwenye barabara za lami za mji wa Mpanda ambazo hazina taa. Hiyo kama unakumbuka ilikuwa ni ahadi yangu kwenye kampeni, na tulisema katika miaka mitano tutahakikisha barabara zote zinakuwa na taa. Tumekubaliana na watu wa TARURA kupitia mkurugenzi mkuu, bajeti hiyo itatengwa katika mwaka huu wa fedha, kwa hiyo tutaanza pia kuongeza taa. Sasa niliomba mtu wa TARURA, wale wafanyabiashara wanaofanya kwenye eneo lile la Kinyonto, wauza matunda pale mji wa kati, katika mpango wenu wa hizo taa mtakazoanza kuweka, basi wale mwape kipaumbele kwa sababu wanafanya biashara kwenye maeneo ya giza. Kwa hiyo hilo nilikuwa naomba tusaidie sana kuweka. Lakini kwenye mfuko wa jimbo tunatarajia pia tutapata pesa za nyongeza kama alivyosema ni faida hicho kikao ambacho tulichokana na mkurugenzi mkuu wa TARURA, ameona kuna haja ya kutuongezea. Kwa hiyo kwa kuwa bado tuwe na subira, lakini tukiongezewa kuna maeneo pia tunaelekeza yafanywe kazi, maeneo yale ambayo yana changamoto kubwa. Umeme ameliongelea DC na siwezi kuliongelea kwa sababu maelekezo aliyotoa ndio hayo. Niwaombe tu waheshimiwa madiwani, maeneo ambayo mnaona kwamba kuna vitongoji ya vijana, kakaeni na vikao vyenu, na mimi nimeongea na meneja wa TANESCO mkoa, walikuwa kwenye maonyesho. Tumekubaliana kwamba hamna kitongoji kitakachobaki kwenye jimbo la Mpanda mjini. Kama kuna vitongoji ambavyo vilizidi havikuwekwa kwenye ile orodha, wao wako tayari kuvichukua na kuvifanyia kazi. Kwa hiyo ni waheshimiwa madiwani tukua haraka kwenda kwenye kamati ya maendeleo ya kata kupitisha ule muhtasari na kupeleka kwa TANESCO, na yuko pale mtu ambaye anaratibu miradi ya REA kwenye mkoa wa Katavi. Nimekutana naye tukimfikishia hivyo vijiji, basi inakuwa ni rahisi kuweza kuingiza hivyo vitongoji, na sisi mkoa wa Katavi na jimbo hili tutakuwa ni miongoni mwa maeneo ya mwanzo ambao tutaondokana na changamoto ya umeme kwenye vitongoji. Sababu iko mikoa mingine wamepatiwa vitongoji kadhaa na vimebaki vitongoji kadhaa, lakini kwetu sisi ni bahati sana. Kwa hiyo naomba tupige makofi na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa nazo ambazo anazifanya kwenye eneo hilo. Lakini mkurugenzi, utusaidie, kuna pesa ambazo tayari tumeshazielekeza na tuko mwisho wa mwaka. Kwa mfano soko la matunda, kuna pesa tulishazielekeza pale. Tuwaombe wataalamu wako waende wakafanye kazi ya kuhakikisha miradi ile inaanza kutekelezeka, kwa sababu pesa zipo. Tunaomba hilo liende likatekelezeke ili kutoa matokeo kwa wananchi ambao wanategemea kuona hiyo miradi itawasaidia kwenye maendeleo yao. Lakini swala la mwisho ni tulite mnada wa Kapili Point, nao maelekezo tulishatoa, wataalamu liko kwenu, nalo tunatamani kuona sasa ni hatua gani zimefikiwa, ili sasa ule mnada uweze yale matamanio ambayo tulikuwa tunatamani ya mnada ule wa Kapili Point kuwa na paving uende ukafanyike, kwa sababu tayari pesa zipo. Tuliongea na wewe majuzi, umenipa maelekezo mazuri kwamba tayari nilishaelekeza zile pesa kwenda kwenye kata. Sasa watu wa kata kwa kushirikiana na maafisa manunuzi wa kwetu na injinia wa manispaa, mtusaidie basi kupeleka huu mradi haraka, ili kwa pesa tulizonazo ambazo zinatakiwa kutumika kwenye mwaka huu wa fedha zikatumike, zile ambazo tulizopanga kwenye bajeti ya halmashauri ambazo tutategemea kuzipata kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea, basi nazo tuzipate tuje tukamilishe ule mradi, na tunaamini tukiukamilisha ule mradi tutakuwa tumefanya jambo zuri, na tutakuwa ionyesha sasa manispaa yetu inaanza kubadilika. Na hilo nafikiri ndio lengo la madiwani wote na lengo la Mheshimiwa Mbunge. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.